Hakuna ibada ambayo ina thamani na thawabu iliyokuwa kubwa. Mungu ametaja thawabu iliyokuwa kubwa na ujira mbele ya Mungu na uzito mbele ya Mungu kama ibada za siri, ndugu zangu. Na hii ndo wasia ambaye wema waliotangulia wakihusiana baina yao wao kwa wao, wakiambiana uktumul hasanatu kama taktumu sayyi'ah, ifiche mema yako kama unavyoificha maovu yako. Leo sisi wengi wetu hapa tunapotaka kufanya maovu tunaifanya katika hali ya siri ya juu, binadamu mwenzako asione. Tunapotaka kufanya maovu au madhambi, mtu anafunga milango, anafanya kwenye giza, anafanya kwenye siri ya hali ya juu, binadamu mwenzake asimuone, ndugu yangu. Lakini je, namna unavyoificha maovu yako ndivyo hivyo unaificha mema yako, ama mema yako unaifichua mbele ya watu? Ikiwa wewe leo hautaki watu wajue akaunti ya benki yako, unamiliki pesa ngapi, nani ambaye anataka watu wajue katika M-Pesa yake kuna pesa ngapi sasa hivi? Unaificha hiyo. Hautaki watu wajue hali ya familia yako. Kwa nini leo unashindwa kuficha matendo yako mema, ndugu yangu? Kwa nini leo unashindwa kufanya kulinda matendo yako mema? Pamoja na kwamba leo tunapozungumzia maudhui hii, ndugu Waislamu, kuna baadhi ya matendo mema hauwezi kuyaficha, itabidi uifanye mbele ya watu. Kama leo unatoka nyumbani unakuja msikitini salati aljumaa, mtu anakuuliza unakwenda wapi, unamwambia nakwenda msikitini kuswali. Hii sio hiyo, wala si aibu. Mwezi wa Ramadhani mtu anakuuliza umefunga? Bwana nimefunga bwana. Haina matatizo hiyo. Leo tunachangisha harambee, labda kujengea msikiti au maendeleo aina yote ile, unaruhusiwa kutoa kwa wazi mbele ya watu. Mwenyezi Mungu anasema infiqu sirran wa alaniya, toeni kwa siri na kwa wazi. Kwa siri ni baina yako wewe na binadamu mwenzako, lakini kwa wazi ikiwa ni kuna harambee watu wanafanya, ukaona bana mimi nikitoa shilingi 50,000 hapa, kuna watu watatoa 100,000, kuna watu watatoa milioni, kuna watu watatoa zaidi, basi unaruhusiwa kutoa mbele ya watu kwa ajili ya kuwashajiisha watu.